Naitwa Joseph Afrey, tumsifu Sawe. Leo ni siku nyingine tena tumekutana katika simulizi. Leo nimekuja na simulizi ambayo inaitwa Mapenzi ya Maumivu. Mapenzi ya maumivu ni nini? Ni hali ambayo ya kusalitiwa, ni hali ambayo ya kusinichiwa na mtu ambaye umemwekea malengo, umemwekea nia, umempa kila kitu katika maisha, alafu mwisho wa siku anafanya vitu vya ovyo. Kulikuwa na kijiji kizuri sana karibu na fukwe ya bahari. Katika kijiji hicho aliishi msichana mrembo sana ambaye aliitwa kwa jina Amina. Amina alikuwa ni msichana mwenye moyo wa upendo, heshima kwa kila mtu. Kijijini hapo pia palikuwa pana kijana anaitwa Juma. Juma ni mchapakazi, lakini kiuchumi ni maskini. Licha ya umaskini wake, Juma alikuwa na moyo safi sana. Alimheshimu sana Amina na aliheshimu watu wote wa kijiji hicho. Siku moja jioni alikutana ufukweni, kwenye fukwe za bahari. Walitazamana, machweo ya jua na mazungumzo yao yalikuwa ya kawaida, lakini taratibu wao walianza kuwa katika hali ya ukaribu. Juma ni kijana ambaye alikuwa ni mwenye mapenzi ya kweli, na utaratibu wake alijaribu kumwonyesha mpenzi wake ambaye ni huyo Amina. Waliweza kutengeneza mahusiano. Juma alikuwa na sauti ya upole sana, na hata Bi Amina alikuwa na sura ya upole sana na sauti ya upole. Siku moja Amina alibadilika ghafla baada ya baba yake alipata matatizo makubwa sana ya kifedha. Familia yao ilianza kuteseka na kuhangaika na mihangaiko mingi. Wakati huo ndipo mwanaume tajiri aliyeitwa Victoria alipojitokeza kwa baba yake Amina na kwenda kumwelekeza kwamba anahitaji kumwoa binti yake na kumsaidia kifedha. Baba Amina aliona hiyo ni kama nafasi ya kuokoa familia yake. Unajua, mtu ukiwa katika hali ya umaskini, alafu pia ukiwa katika hali ya changamoto, lazima kuna baadhi ya vitu lazima ukipitia, na zikitokea challenge kama hiyo ya pesa, kwa kweli inakuwa ni rahisi sana kufanya maamuzi. Baba Amina aliona hiyo ni kama nafasi ya kuokoa familia yake. Aliona hiyo ni nafasi kubwa sana, bila kufikiria juu ya hisia ya binti yake, bila kufikiria binti yake anahitaji nini. Habari hiyo ilivunja sana moyo wa Amina. Usiku huo alilia sana, maana Victoria alikuja usiku na gari yake mpaka kwa kina Amina, akaanza kujitambulisha, na mzee bila kipingamizi aliweza kumweka ukaribu. Aliweza kumpa ukaribu ambao huo ukaribu hakujua kama unakuja kumtesa binti yake na kutengeneza matatizo katika mahusiano yake ya Amina. Amina alikutana na Juma tena asubuhi ilipofika, kama kawaida yao, lakini safari hii macho yalikuwa yamejaa machozi sana, yamejaa huzuni. Hayakuwa na nuru, bali yalikuwa yana huzuni. Juma alipomwona Amina katika hali ile, alihisi kuna kitu kibaya Amina kimemtokea.
akamuuliza kwa sauti ya upole, Amina, Amina, mpenzi wangu, umekutana na nini? Amina alimwangalia Juma kisha akamwambia, kuna mgeni anaitwa Victoria. Amekuja kwa baba, amekuja kuniposa. Amekuja kukuposa? Juma ndo anauliza hilo swali. Ndiyo, ila mimi kama Amina sijaridhika kabisa na proposal yake. Tambua wewe ndo mpenzi wangu, wewe ndo mume wa maisha yangu, naumia, fanya kitu basi Juma. Siku ya siku Juma alishindwa kufanya jambo, kwa sababu unajua maskini bwana, anaweza kapambana akapata hela ya kula tu, lakini sio hela ya kulipa mahali ya kupoza mtu. Siku ya harusi ilifika, kijiji kilikuwa na shangwe kubwa sana, lakini moyoni mwa Amina alikuwa pana huzuni na maumivu makubwa. Alivaa gauni jeupe la harusi, lakini machozi yake yalikuwa na machozi yaloficha amani, yaloficha furaha. Wakati huo Juma alikuwa mbali kidogo na kijiji. Alikuwa amekaa pembeni ya ufukwe akifanya tathmini, akifanya tafakuri juu kinachoendelea, kwamba mpenzi wake anaolewa. Hakuamini. Miaka ilipita, Amina aliishi maisha ya utajiri sana na yenye furaha. Hakuwahi kurudi kijijini kwao. Siku moja alirudi ufukweni pale alipokuwa anakutana na Juma. Alisimama kimya, akitazama bahari, akitazama mawimbi, akitazama upepo uliokuwa unatikisa majani ya pembezoni wa ufukwe. Ghafla alijikuta anaangusha machozi na kukumbuka uwepo wa Juma. Alimmisi sana Juma. Juma naye kwa kipindi kile alivyoona mpenzi wake ameondoka, naye aliamua kufanya maamuzi ya kuondoka katika kijiji hicho na kuelekea mjini. Huwezi amini, Amina hakuwa na furaha na ndoa ile, hakuwa na tabasamu na ndoa ile. Alionyesha tabasamu la unafiki tu anapokuwa na huyo mumewe. Lakini nilichoweza kujifunza, kama mtoto wa kiume tunatakiwa tupase, tafute pesa. Pesa ndio itatuchagulia maisha gani ya kuishi. Pesa itaweza kuleta at least tumaini katika maisha yetu, maana tunaokusudiwa nao hatuwezi kuwa nao, tunaopangiwa nao hatui nao. Tunabaki kuumizwa, tunabaki kutendwa, tunabaki kuumizwa zaidi. Tunaumiza hisia zetu, tunaumiza mioyo yetu, tunailandua mioyo yetu. Ya si mwingine ni mimi, simuliaji wako wa hadithi hii. Ni mimi mwandaaji wa stori hii. Ni mimi mwelezaji wa stori hii. Kwa majina naitwa Joseph Humphrey. Tumsifu Sawe. Hadithi yetu inaitwa Maumivu ya Mapenzi. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Sawe Media, kwa like na comment na kushare. Mungu akubariki. Tukutane kwenye kigongo kingine. Huu ndio mwanzo na mwisho wa simulizi yetu ya Maumivu ya Mapenzi.